Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake kwa sababu amenipigania sana katika wakati huu ambao ulikuwa ni mgumu sana. Ndio. Namshukuru Mungu sana kwa nafasi hii ambayo nimeipata tena. Kutoka mafichoni leo kwa mkono wa Mungu. Ndio. Nimekuwepo ulaiani tena. Amen. Sina mengi ya kuzungumza kwa wakati huu kulingana na wakati tulionao. Lakini kama nitapata nafasi nitazungumza zaidi mengi ambayo nimeyashuhudia. Lakini namshukuru Mungu kwa alivyonihifadhi, namshukuru Mungu kwa alivyonilinda. Nimepitia wakati mgumu sana na nimeshuhudia mengi. Lakini na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kunihifadhi hai. Zaidi ya yote na washukuru ndugu zangu mlioko mahali popote kikosi kazi cha Injili kwa maombi yenu. Najua maombi yenu yamenisaidia sana mpaka njia hii imeonekana. Nimekuwa kama Yona ambaye alikaa kwenye tumbo la nyangumi siku 3. Lakini asante Mungu kwamba kwa ibada pia na maombi ambayo Yona aliendelea nayo kwenye tumbo la nyangumi yule samaki kwamba yalisaidia Mungu akatengeneza njia mahali pasipo na njia. Hata mimi naamini kwamba maombi ambayo umeniombea ndugu zangu kikosi kazi kambi kuu na ndugu zangu wote mlioko kwenye matawi, naamini maombi yenu yamekuwa sababu ya Mungu amefanya njia hii. Leo niko ulaiani. Leo ikiwa ni tarehe 3 ya mwezi huu wa 12, toka tarehe 21 mwezi wa 10 ndo nimekamatwa, lakini leo Mungu amefanya njia mahali pasipo na njia. Namshukuru Mungu sana sana kwa kunihifadhi na zaidi sana pia kwa moyo wa ibada ambao nikiwa mafichoni niliendelea kumsihi Mungu na kumwomba Mungu. Lakini namshukuru Mungu pia kwamba nimepata taarifa kuhusiana na wazazi kwamba wako salama. Namshukuru Mungu kwa sababu wasiwasi wangu ulikuwa ni huo kwamba je, wazazi wako salama kweli? Kwa sababu huu ni wakati sio rafiki. Kwa hiyo nilikuwa na wasiwasi mkubwa sana. Hasa pia kwa kiongozi wangu Yolamu hapa Dodoma, wasiwasi wangu ulikuwa ni mkubwa maana hata siku nakamatwa nilikuwa naye tu pale center Mkonza, japo yeye alikuwa kwenye kona mahali fulani. Bahati nzuri ni kwamba tulikuwa tofauti. Yaani kama hawa jamaa walionikamata wangenikuta naye, pengine wangetuchukua wote. Lakini mimi nilikuwa pembeni, kwa hiyo hawakumuona. Na zaidi hata nilipokuwa ndani ya ile gari walipokuwa wamenikamata, walikuwa wanamuulizia sana. Na wasiwasi wangu pia ilikuwa ni kwamba pengine wangeweza kurudi usiku wamkamate na yeye, lakini asante Mungu kwamba naye alimuongoza na akajiongeza kwamba pale nyumbani ya kulala usiku ule. Yaani kama angelala pale nyumbani wangemchukua tu kwa sababu picha zake walikuwa nazo na walikuwa wanamtafuta sana sana. Lakini namshukuru Mungu kwamba nilipata taarifa kwamba yuko salama, yuko mahali fulani. Zaidi sana tutazungumza mengi, lakini kwa wakati huu naomba tu niishie hapa. Asante Mungu, mtumishi wa Mungu Meli hapa Biawana wamenipambania, wamekuja kunitolea mdhamana pale pale kituoni Central pale. Hata sasa niko salama. Hapa niko Biawana. Watu wa Mungu, namshukuru Mungu sana. Zaidi niseme kwamba asizimie moyo mtu yoyote. Naamini kwamba hakuna jambo lenye mwanzo lisilo na mwisho. Mungu atahubiriwa kwa njia yoyote. Fahamu kusudi la Mungu ambalo ametazamia litende kwenye nchi yetu ya Tanzania, atalitimiza tu. Kwa hiyo tuendelee kumwomba Mungu na kumsihi Mungu sana bila kujalisha wakati tulionao huu ni wakati mgumu kiasi gani. Naamini Mungu ataitoa miliki yake. Sisi ni watu wake, tulitoka kwake, tutarudi kwake. Makusudi yake lazima yatatimia tu. Naomba tu niishi hapa watu wa Mungu, niwasalimu kwa muda mfupi huu. Zaidi tutaonana tena. Na pia na shauku sana kufika kambi kuu. Mungu akinipa neema nitafika. Mungu awabariki sana. Mtu wa Mungu, karibu kama ya kuzungumza. Mimi pia sina mengi, namshukuru Mungu, nina furaha kubwa sana. Kwa sababu nimekaa katika namna za kuugua kwa muda mrefu kwa ajili yako. Wakati mwingine nilikuwa nikitafakari sana mpaka hamu ya chakula inaisha, mwili unaishiwa nguvu. Yaani nakosa raha kwa kipande kikubwa sana. Lakini leo niliposikia simu kwamba njoo mchukue mtumishi Martin, yaani sikuamini. Hapa nilipo nimevaa dela. Kwa hiyo sikutafuta hata nianze kubadilisha nini, yaani ni mwendo. Sikutafuta kwamba nianze kufaa kwa namna gani. Nikasema hapa na usafi weka pembeni, kazi ni majukumu. Nikasema hapa ni kwenda kwa ajili ya angalau tu nimuone. Amina sana. Amen. Amina sana.